Iran tayari wameanza mashambulizi yao ya majibu kuelekea ndani ya Israeli. Na tulichokishuhudia tumekishuhudia. Napenda sana mimi kusema mara kadhaa kuwa kile unachokiona ndio halisi, sio kile unachoambiwa. Sijaona tofauti sana ya mashambulizi ya mwaka jana yale mara mbili na haya, japo kuna tofauti kidogo kiasi, kwa sababu mara hii naona kama Iran naye katoka kidogo nje ya mstari, lakini hajatoka sana, kitu ambacho Israeli huwa anahalalisha. Israeli akihalalisha mashambulizi yake huwa na kitu kinasema self defense, yani yeye kujilinda binafsi imekuwa kama ni uhalali wa kuvunja sheria za kimataifa. Kwa hiyo anaweza kaua yoyote kwa kile kitu anasema anajilinda, na katika kauli ya kujilinda huwa inatetewa kwa hoja zote na washirika wake wa magharibi kuwa Israeli ana haki ya kujilinda. Hawajali kuwa anajilinda dhidi ya nani. Sasa nimetaka leo hii mapema tujaribu kuangalia update za mbalimbali ambazo zimeendelea za yale matukio ya jana, na taarifa ambazo zimeendelea. Leo ni Sabato. Unajua Wayahudi wanaamini kuhusu Sabato au ni Sabti, kwa sababu Waarabu wanaita Jumamosi ni Sabti, wao Wayahudi wanasema Sabato. Siku ya Sabato Wayahudi huwa hawafanyi kazi, licha ya kuwa alfajiri kumeonekana kama kuna mashambulizi ya hapa na pale upande wa Irani, pia Israeli inarusha droni upande wa pili, japo kwa inaonekana kama zinapanguliwa, lakini kiasili Wayahudi huwa hawahusiki. Yani kuanzia inapotimia saa 1 jioni wao hubadilisha siku zao kama vile tarehe zinavyobadilika kwa kalenda ya Kiislamu, na Wayahudi hubadilisha tarehe zao kwa staili hiyo. Ikifika saa 1 siku imebadilika, saa 1 jioni magharibi, yani siku imebadilika imekwenda vingine. Sasa tulitegemea kuwa hilo kuwa tunaweza tusishuhudie mashambulizi, lakini leo baada ya saa 1 hii jioni tunaweza tukashuhudia Israeli kijikamua tena kwenda kutaka kuendelea kulipa hayo mashambulizi. Sasa kilichofanywa na Iran jana, nadhani kuna wadau wangu wengi, na kumbuka wengi mlionipigia simu, mlionitafuta, wengi walikuwa wamedhofika sana mchana, wakinionyesha wana hasira, wamenyongonyea, wakifoka kuwa hii Irani gani ya hivi. Mimi Irani sikuwa na mashaka kwenye uwezo wake wa mashambulizi. Ndio maana hata wakati nazungumza na BBC jioni, ilikuwa kabla Irani hajafanya shambulizi, swali leo niuliza kuwa Irani anao uwezo, nilisema anao. Irani uwezo wa kushambulia hasa Israeli anao, lakini Irani anaenda kubanwa engo kwenye kile ambacho kinaitwa mkataba wa Geneva. Mkataba wa Geneva auvunje Israeli tu, wasiuvunje wote, kwa sababu yoyote atakayethubutu kuvunja mkataba wa Geneva nje ya Israeli atawajibishwa na dunia nzima itamshukia. Ndio maana Irani pia, nje ya kupanic, nje ya kuuawa viongozi wao, bado hawataki kutoka nje ya mstari, kwa sababu kinachotokea hivi sasa ni kuwa Iran hataki kuwapa uhalali Marekani kuingia kwenye vita. Ndio maana licha ya maonyo ya Irani kuwa tutashambulia maslahi ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati, Irani hajagusa sehemu ya Marekani. Kwa sababu gani? Anafahamu kuwa ndio lengo la Israeli alilokuwa analitaka, kuwa Marekani aingie moja kwa moja kwenye vita. Marekani anachokifanya hivi sasa kwa Israeli, na hata vurugu, nimeona maseneta wakishutumu serikali ya Marekani, maseneta wa Marekani, kuwa hakuna kujiingiza kwenye hii vita. Sasa Irani hataki kutoa sababu ya kumuingiza Marekani, kumvuta. Anachofanya ni akili ambayo labda Urusi wanaitumia. Unajua Urusi anavyopigana na Ukraine, Urusi anafahamu kabisa kuwa Ukraine anasaidiwa na fulani na fulani na fulani, na maslahi ya fulani na fulani yako pale na pale na pale, lakini hagusi maslahi yao. Anamtwanga yule aliyetumwa, yani kwa mimi nitakupiga wewe tu. Sasa nimeona katika mashambulizi ya kwanza ya Irani majibu yamekuwa ni yale tu, kuwa Irani anagusa pale pale, yani Israel hataki kutoka nje ya mstari, kwa sababu kama Irani atafanya mistake ya kwenda kushambulia maslahi ya Marekani popote, iwe kambi ya kijeshi au nini, atampa sababu Marekani kuingilia, ambapo hivi sasa Marekani na Trump anajiweka mbali, huku akitoa usaidizi wa moja kwa moja. Kwa sababu taarifa ya vyombo, niliona taarifa moja imeandikwa na vyombo kama vitatu kuwa Marekani alitoa msaada wa makombora. Marekani alitoa msaada, anasema yafa, taarifa inasema Marekani ilituma takriban makombora 300 yenye mlipuko mikubwa
kwa Israeli siku ya Jumanne, ikiwa ni akiba kubwa ya vifaa kabla ya shambulio lake, na kwa vile utawala wa Trump ulikuwa ukisema uko tayari kuendelea kushirikiana na Iran katika mazungumzo ya nyuklia. Kuhamishwa kwa idadi kubwa kama hiyo ya makombora makubwa kunaonyesha kuwa utawala wa Trump ulikuwa umefahamishwa vyema kuhusu mipango ya Israeli ya kushambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maafisa wawili wa Marekani walikuwa wanazungumza na Middle East EI kwa sharti la kutotajwa majina. Umeelewa? Ndio maana niliwaambia kwanza kuwa hana uwezo Israeli wa kufanya shambulizi lolote nje ya kuwepo na uwezo wa Marekani. Kwa hiyo Marekani aliratibu shughuli nzima. Ile kauli ya kuwa sihusiki ni kauli tu ya Marekani ambayo tumeizoea mara kadhaa kuwa inaweza ikatoka, lakini Marekani aliratibu shughuli nzima. Lakini hadi vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kuwa wakati Iran inafanya mashambulizi, Marekani ilikuwa inatoa usaidizi kwa kijeshi kupangua yale makombora. Lakini taarifa za kijasusi zilizochapishwa na Uchina zinasema kuwa Uingereza ilishiriki kwenye mashambulizi ya kwanza na imeshiriki kwenye kuzuia mashambulizi. Umeelewa? Inataja ndege za Uingereza zilizo Cyprus zimehusika moja kwa moja katika hili. Ukitaka kuamini hii iko hivi, nenda kachukue hii hapa kauli iliyotolewa na Emmanuel Macron. Emmanuel Macron alisema, ngoja nitafute hii kauli aliyosema. Hii kauli ya Macron inasema French President Emmanuel Macron defending Israel right to protect itself. Anasema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitetea haki ya Israel ya kujilinda, hata akikaribisha akisema kuwa athari za mashambulizi ya Israel dhidi ya uwezo wa nyuklia wa Iran kuwa ilifanya vizuri. Alikuwa akizungumza na vyombo vya habari. Anasema Iran imeendelea kurutubisha na iko karibu na hatua muhimu ambayo itaruhusu uzalishaji wa zana za nyuklia. Rais wa Ufaransa alitangaza wakati wa mkutano wa waandishi wa habari ulioitishwa katika ikulu ya Elysee baada ya mlipuko wa usiku na tena alasiri na Israel dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Iran ya kijeshi. Hatua hii ya Iran kuelekea silaha za nyuklia inatishia kanda, Ulaya na utulivu wa pamoja kwa ujumla. Hatushiriki mbinu hii na haja ya operation ya kijeshi. Hata hivyo, tunapoangalia matokeo ya mashambulizi, wameweza kupunguza uwezo wa kurudisha urani, wamewezesha kupunguza uwezo wa balistiki, na kwa hiyo wana athari ambazo ziko katika mwelekeo unaotarajiwa. Nenda kasome hii hapa kauli. Hatua hii ya Irani kuelekea silaha za nyuklia inatishia kanda, Ulaya na utulivu. Sasa utaelewa nyuma ya Israeli wapo kina nani. Yaani hawa Ulaya wanaamini kuwa Iran ni hatari akiwa na nyuklia, hata wao hawako salama. Kwa hiyo Israeli anapewa sapoti na wote. Licha ya kuwa Ufaransa anasema kuwa hatushiriki kwa namna yoyote ya kile kinachotokea, lakini tunapongeza kuwa hili lililofanywa na Israel. Kuna kitu kimoja ambacho nadhani wamecaught wrong. Inaweza kuwa alikizungumza Netanyahu wakati tu wa mashambulizi yale yalipokuwa yanaendelea. Akawatangazia wa Israeli kuwa wamehakikisha wamelemaza mfumo wote wa makombora ya masafa marefu wa Iran. Wameumaliza na wanasema wameparalyze, wameumaliza. Kilichotokea baada ya pale, na msubiri Netanyahu nisikia atakuja kuzungumza kipi, na asubiri Trump atakuja azungumze kipi. In shortly, Iran imejiondoa kwenye mazungumzo ya Jumapili ambayo yalikuwa yafanyike Muscat. Imejiondoa, inasema haioni sababu ya kushiriki kwenye haya mazungumzo, kufanya mazungumzo na watu wanaotangaza amani huku nyuma wameficha mapanga. Anasema kuwa hilo haliwezekani na wala hatutoshiriki kwenye hayo mazungumzo. Kwa hiyo ile ambayo Trump alikuwa anasema kuwa huenda mashambulizi ya Israeli yakaisababisha Irani irudi kwenye mazungumzo, ni kama vile imepotea. Nataka kujaribu kuangalia, tupitie update za matukio mbalimbali ambayo yametokea taratibu kwenye vyombo vya habari, huku tukijaribu kuvichambua kidogo kidogo. Israeli ndani yenyewe rais wa Venezuela Maduro amelaani sana haya mashambulizi ya Irani, na akizishutumu nchi za Ufaransa, nchi za Ujerumani, Uingereza kuwa hawa ni wafadhili wakuu wa Hitler wa karne ya 21. Trump okay. Kingine, taarifa ambazo ziko update zinasema Israel imedungua droni ambazo zimerushwa katikati, military say drone down over central Israel. Droni ambazo zinatajwa kuwa zimetoka kwenye makundi ya silaha kule Iraq.
Iran pia inadai kudungua droni za Israeli muda mchache uliopita, lakini jana kuna taarifa ambazo zilizunguka sana. Niliona hata kwenye televisheni kadhaa za Kiarabu. Nilikuwa najaribu kutafuta, sifikiri nimelisahau. Unajua mmeiona hiyo taarifa na mnashangaa sijaizungumza. Na jaribu kutafuta official, taarifa ya uhakika. Tuiache kama tetesi kuwa Iran walitangaza kudungua ndege 2 za F-35 pamoja na kuwakamata marubani. Sasa hii taarifa bado na vyombo vya habari tu vya Irani vimezungumza hivyo, lakini na vyombo vingi vya Kiarabu nimeona vinazungumza. Sasa natafuta uhakika wa hili jambo kwanza nipate, kwa sababu mnafahamu vita pia zina propaganda kubwa. Nakumbuka vita ya Pakistani na India ambayo ilipigwa kama siku 3 hivi, propaganda zilizokuwa kubwa kuliko uhalisia. Kwa hiyo tukawa tunashindwa hata kufahamu taarifa halisi ni zipi na taarifa ambazo za kutengeneza ni zipi.